بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كدرس رسالة ومنظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. tulifikia katika ubeti wa 22 na 23. قال الناظم رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. tukataja darasa zilizopita kueleza sharh ya ubeti wa kwanza na tukagusia ubeti wa pili, kisha tukataja masuala yanayofungamana na ibada na asili yake, na tukataja mambo 6 ambayo ni lazima katika ibada yoyote iwe itaafikiana na mambo haya 6 ndio ikubalike kisheria. Kwa hivyo yoyote ambaye atakuja kufanya ibada ikakosekana moja katika mambo haya 6 tuliyotaja, ile ibada itatoka kutoka kwa kuwa ni ibada, itakuwa ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. tukataja mambo 5 pamoja na mifano yake, na leo biidhnillah ta'ala tutajaribu kumalizia la 6. Sadis, Sheikh Ibn Uthaymeen katika ile mambo 6 aliyotaja 6 akasema: أن تكون موافقة للشرع في مكانها. العبادة lazima ikiwa ni ibada ya kufanywa katika sehemu iwe itaafikiana na sheria katika ile sehemu iliyowekwa. la budda an takuna al-ibadatu موافقة للشرع في مكانها. ni wajib iwe ibada itakuwa imeambatana na kuwafikiana na sheria katika sehemu. فلو اعتكف الإنسان في بيته في العشر الأواخر من رمضان فإنه لا يجزئه. ikiwa kwa mfano mtu atafanya i'tikafu ndani ya nyumba yake katika masiku 10 ya mwisho ya Ramadhani, hili alimtosheleza. limadha? lianna makana al-i'tikaf al-masajid, kwa sababu sehemu za kufanya i'tikaf ni misikitini. qala Allah ta'ala: wala tubashiruhunna wa antum aakifuna في المساجد. فاعتكاف بكتاجن في المساجد ولا سيو في البيوت. ولو طاف بالبيت خارج المسجد الحرام لا يجزئه. نلو كما mtu atatufu nje ya المسجد الحرام pia haimtoshelezi, لأنه لم يوافق الشرع في المكان. kwa sababu kwa kitendo kama hiki hakuwafikiana na sheria katika ile sehemu. Allah subhanahu wa ta'ala
ameweka sehemu maalum ya tawaf. idh min shart at-tawaf an yakuna fi al-masjid al-haram, sharti ya tawaf ni katika al-masjid al-haram. kwa hivyo hata walau kana hunaka dhiqun fa innahu la yujzi'uhu, hata kukiwa kuna dhiki pale haitoshelezi kufanya nje ya al-masjid al-haram. فلو فرض أن ما حول المسجد الحرام ساحات يمكنه الطواف فيها فطاف فيها فإنه لا يجزئه. سمكم فانو نجي المسجد الحرام kuna sehemu waweza kuzunguka kaenda kufanya tawafa, hii haimtoshelezi. limadha? liannahu khariju almasjid alharam, sababu ni nje ya almasjid alharam. fayakunu mukhalifan lishar'i fi makani alibada, fakuwa mkhalifu sharia katika ile sehemu ya kufanyia ibada. na pia kwa mfano mtu akafanya tawaf, huyu amefanya tawaf kule kule Makka lakini nje ya al-Masjid al-Haram. kuna yule ambaye afanya tawaf kwa mfano kwenye kaburi fulani amefanya tawaf. hii si sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewekea kufanya tawaf. hakuna mahala popote pafanywa tawaf isipokuwa katika al-Kaaba peke yake. sheria haikuweka sehemu yoyote nyingine. kile kinachofanywa na baadhi ya mapote ya wapotofu Rafidha, kuweka sehemu ya haji kwa mfano isiyokuwa Makka, pia yaingia katika hii hukumu kuwa hii ibada haikubaliwi, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haji ameiwekea sehemu maalum. kadhalika law hajja al-insanu ila al-Madina mathalan badalan an Makkah lam yujzi'u al-hajj, pamoja na kuwa Madina ni sehemu tukufu katika sehemu tukufu. ikiwa mtu kwa mfano atafanya haji badala ya Makkah akaenda Madina, huyo haji yake haitasih, liannahu mukhalifun fi makani al-ibadati fala tujzi'uhu, kwa sababu kwa kitendo kama hiki amekhalifu sheria katika sehemu iliyoamrishwa kufanya ibada kama hiyo. kwa hivyo haitoshelezi, na nafikiri hili liko wazi. Al-khulasa, zungumzia khulasa yale tuliyozungumza, anna al-ibadat tumna'u illa haythu adhina fiha ash-shar'u. ibada zote hukatazwa na kuzuiliwa isipokuwa pale ambapo sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imetoa idhini. pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha ndio itakuwa ni ibada. pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepafundisha ndio ibada. binaan ala hadha la budda an takuna muwafiqatan lishar'i. jingia haya ni kuwa ibada yoyote ni lazima iwe itafikiana na sheria. wa ma'dhunan fiha min qibali ash-shar'i fi al-umur as-sittah as-sabiqa. lazima ile ibada iwe ni ibada ambayo imeidhinishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye idhni yake bila shaka ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. katika yale mambo masita tuliyotaja, ili likiwa na mwisho, ni wajib ibada iwe itawiana na kuambatana na sheria katika mambo haya sita. mpaka hapa tuelewana? Tayeb, ukiangalia katika haya mambo sita, man khalafa fi amri min hadhihi al-umur au fi akthar faqad dakhalat al-bid'atu ala ibadatihi. yoyote mwenye kukhalifu katika haya mambo sita tuliyotaja, lolote moja
katika ibada yake au zaidi ya moja, huyu ajue kuwa bid'a tayari imeshaingia katika nini, katika ibada yake. Na bid'a kama hii yajulikana kama albid'atu al-idafiyya. albid'atu al-idafiyya لماذا؟ لأن أصل العبادة تكون مشروعا. أصل عبادة نكون عبادة يجلكان كشريعة imekubalika, lakini akaongeza katika ile ibada ambayo asili yake yajuzu kuifanya na imeidhiniwa kisheria. Kwa mfano, mtu asema kuwa mimi nitaamka usiku nifanye ibada ya swala inayoitwa salatu raghaib katika usiku wa 27 wa Rajab. Tusema kuwa as-salatu mashru'atun fi asliha. Kuswali qiyamul layl ni ibada ambayo kisheria yakubalika, walakin lamma haddada bizaman wa haddada bisabab وربما بكم يعني هو يصلي كذا من الركعات في ليلة 27 أكتوى السبب يقول هذه ذكرى الإسراء والمعراج، فأتى بسبب من عنده، ثم إنه حدد زمانا من عنده كنزام فيه، ثم إنه يصلي ركعات يحددها فأتى بكم من عنده. هذا مخالفة كم من قبل matatu katika yale mambo tuliyotaja mwanzo, katika zama, kisha katika sababu, kisha huyu akaweka pia idadi maalum. fahadhihi umurun tukhriju ibadatahu min hadd al-ittiba' ila hadd al-ibtida'. mambo haya yashatoa ile ibada yake kutoka katika mipaka ya kufuata sheria kaingia katika mipaka ya nini, ya uzushi katika dini. fahadhihi bid'atun idafiyya, ni bid'a idafiyya. na kuna albid'a al-asliyya al-haqiqiyya, وهي التي لا يشهد لها الشرع بحال أبدا. kuna bid'a haqiqiyya na hii haina ushahidi katika sheria abadan kabisa, yani bimaana mtu amezua ni lake, kama kwa mfano kabid'ati rahbaniyya, bid'a ya uruhubani, kuwa mimi siowi kama wanavyofanya manasara au baadhi ya manasara. hii ni bid'a ambayo haina asli katika sheria abadan. kwa hivyo hii ni bid'a asliya haqiqiyya. أما البدعة الإضافية ففيها شائبة من الشرع. بدعة إضافية inasehemu kiasi fulani kuwa imechukua katika sheria, وفيها شائبة من الابتداع بصورة من الصور التي مر ذكرها. na ndani yake pia kuna uchafu wa nini, wa bid'a katika zile sura tulizozitaja huko nyuma, imma fi sabab wa imma fi aljins wa imma fi alkam au alkayf au fi alzaman au almakan. yaweza kuwa kuna uchafu wa bid'a katika upande wa sababu au jins au idadi au namna au zama au wakati, zama ya wakati au sehemu, au fiha au fima huwa akthar min wahid min hadhihi al-umur as-sitt. kiwa zaidi ya jambo moja katika mambo sita katika ile ibada itakuwa ni bid'a. tuchukulie kwa mfano wale wanaoadhini, toa adhana, baada ya adhana kila kimaliza lazimiana na kumsalia Mtume sallam kwa sauti ya juu. akimaliza kuadhini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, akaanza kuongeza
as-salatu wasangine kabla as-salatu wassalamu alayka ya rasulullah wa ala alihi mpaka mwisho, kisha ndio yuanza adhana, kisha akimaliza yanyanyua sauti pia sallallahu ala sayyidina Muhammad wa kadha mpaka mwisho. Akawa huenda katika sira kama hii aliyoizua, hadhihi bid'a, huu ni uzushi katika dini mbaya sana. Na bid'a kwa namna zake zote mbili hazijuzu, iwe ni hakikia iwe ni idhafia. Tuchukulie hapa sasa, huyo mswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio wanavyosema ukimwambia haijuzu kufanya hivyo, akwambia nini? Wewe umpendi mtume, wapinga kumswalia mtume. Tusema as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zami al-qurbat wa min a'zami adh-dhikri wa afdalihi. Kumswalia mtume sallam ni katika ibada za kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa ibada kubwa kabisa katika ibada za kujikaribisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin لأنه حدد هذا الموضع بالاتيان بالصلاة على هذه الصورة فقد صار مبتدعا لذلك، فهي بدعة إضافية لا حقيقية، لأن أصل الصلاة مشروع. hapa kule kuweka ile namna aliyoiweka yeye katika hali kama hii ndio aambiwa amezua. Kwa hivyo hii ni bid'a idhafia, ameongeza jambo ambalo sheria ilikuwa imeliweka, yeye akaongeza juu yake. Tukiangalia adhana ilikuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wake wakiadhini, lakini haya hayakuwepo, wakayaongeza juu yake. Na kile kilichoongezwa juu yake sio kuwa eti ni kitu kingine isipokuwa ni kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kule kulazimiana na kukiweka katika sehemu ya mwanzo wa adhana au mwisho wa adhana kwa sauti na kuimba zile adhkara alizozizoea yeye, hii tusema ni uzushi katika dini ambao ameuongezea juu ya kile ambacho kimewekwa kisheria na halithubutu hata ukatumia falsafa gani. Maana watu wa bid'a wana falsafa, sasa hivi sasa vile sasa hivi. Bilali aliadhini hivyo? Hakuadhini, basi ni uzushi. Hauwezi kuwa wewe ni mbora kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemfundisha Bilal namna ya kuadhini. Hakumwambia ongeza au punguza. قال العلامة البسام رحمه الله في توضيح الأحكام: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. أصل katika ibada yote ni kuwa haijuzu kuifanya. Kwa hivyo haijuzu kufanya ibada yoyote isipokuwa ibada ambayo aliweka ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wal maana anna al-ibadat tawqifiyya. Na hapa kuna mambo ambayo makhurafi wapenda kuyatumia katika hizi usul na qawaid fiqhiyya. Utaona kwambia al-aslu fil ashya'i al-ibaha. kuna tofauti baina al-aslu fil ashya'i al-ibaha na al-aslu fil ibadat. Hivi vitu viwili tofauti. Al-aslu fil ashya' kina mboga mboga asli nini, kula hiki kula kile, hiyo asli yake ni ibaha mpaka ije tahrim. Lakini asli katika ibada ni kuwa haijuzu kuifanya mpaka ije dalili. Na ikiwa asli katika ibada kuwa yajuzu kufanya, basi hatuna haja ya kutumiliziwa mitume. Ilikuwa sisi wenyewe tuweza kufanya ibada yoyote tukaitunga, lakini mitume wametumilizwa kwa ajili ya kuwafundisha watu namna gani watajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafahamiana vizuri. Tayeb, kwa hivyo
العبادات أصلياك توقيفية. فمن أتى بعبادة لم يدل عليها كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة مردودة. yoyote atakayekuja na ibada ambayo haina dalili la katika Qur'an wala sunna kwa aina zake zote mbili, haqiqiyya na idhafiyya, basi ibada kama hii ikiwa haina dalili katika Qur'an wala sunna Mtume sallam ni bid'a na atarudishiwa mwenyewe na Allah, hana haja nayo. Kwa hivyo hapa talkhis تسمى البدعة نوعان: أحدهما حقيقية وهي التي لا يوجد لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدعة حقيقية نيلي ambayo haina asli la katika Qur'an wala katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kasalatin biruku'ain wa sujudin wahid, kama kwa mfano mtu aswali sala akaeka rukuu mbili kisha akaeka sujudi moja badala ya vile ilivyo. athani idhafiyya, bid'a ina pili tusema idhafiyya وهي الغالب في البدع. نمر nyingi bid'a utaona ni idhafiyya, bid'a nyingi ni idhafiyya. وذلك بأن يكون للعمل شائبتان، إلى عمل إلى ممويل، إحداهما له تعلق بالشرع كأصل الصلاة والذكر، موجة لكوا إن أصل كتك الشريعة كما صالة نا كمتالي الله سبحانه وتعالى. الثانية شائبة بيلي أن لا يكون له تعلق بالشرع، kuna kitu kingine kimeongezeka ambacho hakina mafungamano na sheria. وذلك بأن توقع على هيئة أو كيفية لم يقم عليها دليل، ikaletwa kwa sifa au namna ambayo haina dalili. tukataja hapa mithlu salati ar-raghaib au al-adhan li salati al-eid. kwa mfano mtu kaadhini kwa ajili ya swala ya Eid, akiambiwa kwa nini waadhini, asema si wapinga adhana wewe? Hatupingi adhana, lakini salatu al-eid haina adhana. Mtume sallam hakuadhini wala masahaba hakuadhini, hili jambo mlivumbua wewe. kwa hivyo adhana inao asili kisheria upande mmoja, kuwa adhana ipo kisheria, lakini kule kuiweka wewe sehemu kama ile kwa sifa ile unaoifanya wewe haikuthubutu kisheria. kwa hivyo hii bid'a itakuwa ni bid'a gani? Idhafiyya, kuwa ameongeza juu ya kile ambacho ni mashruu. Na kama nilivyotaja, kwa namna zote mbili haikubaliwi kisheria kuleta jambo ambalo ni la uzushi. qala sallallahu alayhi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote mwenye kufanya amali ambayo hatukumwamrisha, basi amali kama ile atarejeshewa mwenyewe. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.